majanga. Oh! Habari gani mpenzi mtazamaji wa channel yako pendwa ya michezo ya Sport Mtaa. Bwana, taarifa zilizotufikia hivi punde ni kwamba bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara ya NBC Premier League imetoa ratiba mpya huku ikiupangia mchezo wa Yanga dhidi ya Simba ambao uliahirishwa kutokana na sababu ambazo bodi ya ligi iliainisha kama ni sababu za kiusalama. Lakini hayo yote yanatokana na lile sakata la Simba kuzuiwa kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo na watu ambao walisadikika kuwa ni makamanda wa klabu ya Yanga. Kwa hiyo pamoja na vuta ni kuvute, ambapo baada ya hatua hiyo ya bodi ya ligi kuahirisha mchezo ule wa awali, klabu ya Yanga ilisisitiza kwamba haitakuwa tayari kucheza mchezo wowote ambao utapangwa tena, na viongozi wa klabu ya Yanga wakaenda mbali zaidi na kupeleka shauri hilo katika mahakama ile ya usuluhishi ya michezo, yani CAS, ambapo CAS baada ya kupitia mashauri na kusikiliza pande zote tatu ambazo zilikuwa zinahusika, yani klabu ya Simba, bodi ya ligi, TFF pamoja na Yanga, hatimaye CAS walitoa hukumu na kuthibitisha kwamba Yanga waliruka hatua za ndani za kimaamuzi. Hawakupaswa kupeleka shauri hilo CAS kwanza, walipaswa kupitia katika hatua za kamati za ndani kwanza, yani kamati ya maadili ya shirikisho la soka Tanzania bara, yani TFF. Alafu baada ya kamati za ndani kushindwa au kufanya maamuzi, na pengine Yanga kama ambavyo wangeweza kutoridhishwa na maamuzi hayo, ndipo walipaswa kuchukua hatua inayofuata ya kupeleka swala hilo au shauri hilo katika mahakama ya usuluhishi ya masuala ya michezo, yani CAS. Kwa baada ya kuvuta ni kuvute ya siku nyingi kupita, na hatimaye CAS walitoa maamuzi siku chache zilizopita na kuwarudisha Yanga nyuma ili waweze kuanza upya shauri hilo, kulipitisha katika kamati za ndani au hatua za ndani, kwa maana ya kamati za TFF, ili waweze kulishughulikia jambo hilo. Na hoja za Yanga zilikuwa kadhaa, kwamba walikuwa wanataka kwanza waweze kupewa point 3, na wakidai kwamba Simba aligomea ule mchezo, hakutokea katika uwanja. Kwa hiyo walikuwa wanahitaji kupewa point 3 za mezani na magoli 3. Lakini pia walidai kwamba wanahitaji kurudishiwa gharama za maandalizi ya mechi ile, kwa sababu tayari walikuwa wameshajiandaa kuweza kuhost mchezo ule, kwa sababu wao walikuwa ndio timu mwenyeji. Lakini madai mengine ilikuwa ni kwamba CAS iweze kuzuia bodi ya ligi isitangaze tarehe nyingine ya mchezo huo mpaka pale shauri hilo litakapokuwa limeamriwa, pamoja na madai mengine mengi. Lakini CAS waliweza kuyapiga chini madai yote ya Yanga na kuwaamuru kwamba warudi katika hatua za ndani, waweze kufuata mchakato wa ndani kuweza kushughulikia swala hili. Lakini baada ya hukumu hiyo ya CAS, tumeshuhudia klabu ya Yanga ikitoka na tamko rasmi la kutokubaliana na kile ambacho CAS wamewashauri, yani kupitia katika kamati za ndani, na wao wakieleza kwamba hawana imani na vyombo vya ndani vya utoaji wa maamuzi, yani kamati za TFF. Kwa hiyo walisema kwamba Yanga katika taarifa yao ambao waliitoa kwa umma, walisisitiza ya kwamba hawako tayari kwenda katika kamati hizo au kupeleka shauri lao katika kamati hizo za ndani, kwa sababu kubwa mojawapo ya kwamba hawana imani na kamati hizo, na kwamba mara zote zimekuwa zikipendelea timu fulani. Na hapa bila kupepesa macho, Yanga bila shaka wanamaanisha kwamba kamati za ndani zinapendelea timu ya Simba, kwa sababu huyo ndio mpinzani wake au mtani wake wa jadi wa wakati wote.
Kwa hiyo maamuzi hayo ya Yanga yaliweka clear msimamo wa klabu ya kwamba hatuko tayari kucheza, pamoja na kwamba CAS wame rule out ile shauri letu na kwamba wametushauri tupitie katika kamati za ndani kwanza, lakini Yanga wakaonyesha ubabe wao, wakaonyesha msimamo wao kama klabu, wakatoa tamko ya kwamba hatuko tayari kucheza hiyo mechi, hatuko tayari kwenda katika kamati za ndani. Kwa hiyo kwao kama klabu ya Young Africans, kamati ya utendaji imefikia maamuzi hayo ya kwamba huo mchezo hautakuwepo tena. Lakini bodi ya ligi baada ya kupokea majibu kutoka CAS, wao walitoa taarifa ya kwamba baada ya kupokea majibu hayo wanakaa chini na kuandaa ratiba mpya ili waweze kutoa rasmi taarifa au marekebisho ya ratiba sasa, kwamba kupangia mchezo huo ratiba nyingine ambayo sasa wanaweza kuendelea na hatua nyingine. Kwa hiyo leo mapema kabisa bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara ya NBC Premier League imetoa ratiba na kupangia mchezo namba 184, mchezo kati ya Young Africans dhidi ya Simba ambao unatarajiwa kuchezwa katika dimba la Benjamin William Mkapa. Na taarifa ikufikie mpenzi mtazamaji wa Sport Mtaa kwamba mechi hii imepangwa kuchezwa June 15, yani tarehe 15 mwezi wa 6 majira ya saa 11 jioni, huku Yanga akiwa mwenyeji wa mechi hii akiwakaribisha Simba katika dimba la Benjamin William Mkapa. Baada ya bodi ya ligi kutangaza taarifa hii, mashabiki au wadau wengi wa soka nchini Tanzania bado wana shauku ya kujua ikiwa Yanga ataendelea na msimamo wao wa kugomea mechi hii na kwamba na kuto kushiriki mchezo huu. Je, kweli Yanga wataendelea na msimamo huu mpaka mwisho? Lakini pia wako watu ambao wanaamini kwamba Yanga ataendelea na msimamo huu, ambapo sasa watalazimika kukubaliana na adhabu ambazo zinaweza kuchukuliwa dhidi yao. Na kwa mujibu wa kanuni, adhabu mojawapo ambayo inaweza kuwakumba endapo watagomea mchezo huu, moja ni kunyang'anywa pointi 15 kwenye msimamo wao wa ligi. Lakini pia inawezekana kabisa bodi ya ligi au kamati za TFF zikafikia maamuzi ya kumshusha daraja Young Africans, yani kutoka ligi kuu na kushiriki ligi daraja la kwanza msimu ujao. Kwa hizi ni hatua ambazo bodi ya ligi inaweza kuchukua dhidi ya Yanga endapo klabu hii itaendelea na msimamo wake na kugomea mchezo huu ambao umepangwa sasa kupigwa katika dimba la Benjamin Mkapa tarehe 15 mwezi wa 6. Kwa hiyo endelea kukaa karibu na Sport Mtaa, tutaendelea kujulisha sakata hili nini kinaendelea, na kila mtu ana hamu ya kuona mwisho wa sakata hili ili tuweze kuona mpira wetu ukiendelea kukua na mambo kama haya yakikomeshwa kabisa katika ligi kuu. Usiache kusubscribe channel yetu, kulike, lakini pia kuturn on notification ring ili uwe mtu wa kwanza kupata taarifa zetu punde tu zinapotokea popote ndani ya mipaka ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Mpaka wakati mwingine. Bye bye.